Hapa mahali nilipo sasa ni katika mlima wa maombi, na nimekuja hapa kwa sababu ya kutetea taifa na kutetea nchi ya Kenya. Niko hapa kwa sababu ya kuitana Mungu alete amani kwetu, alete utulivu kwetu, na pia huyu Mungu aweze kujibu katika nikiwa katika mlima huu, aweze kuguza watu na kupigania watumishi wa Mungu popote wanapokwenda. Huu ni mlima ambao nimekuja kuomba juu yake siku ya leo tarehe 4. Kwa hivyo ninajua kwamba kuna Mungu mbinguni ambaye anaenda kujibu maombi ya wacholi wake. Na wapendwa, tunapofika katika mlima huu, wapendwa, ibilisi huaibika na pepo zote. Yale mambo hayajawezeshwa uwezekana kwa jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo tukiwa katika mlima huu, hapa ndipo mlima ulipo, na hapa ndipo tunatumika kwa sababu ya kazi ya Mungu. Tunapokuja hapa vyuma vikiwa vimekwama, tunapata kukwamuliwa tukiwa katika huu mlima. Kwa hivyo tukiwa hapa kwa heshima za Mungu, Mungu anajibu maombi katika jina la Yesu. Hakika tukiwa hapa tumeona ishara za Mungu. Haya, huyu anayenena ni mtumishi wa Mungu, Pastor Simon Barasa Wafula, ambaye anasimama na huduma wa Grace Christian Fellowship. Lakini sijali mpendwa, tukiwa hapa tunaombea watu wote, tunaombea taifa, tunaombea makanisa za Mungu, watu ambao wanaabudu katika roho na kweli, ili Mungu akabainishe mambo yaliyo kweli na yale yasiyo kweli. Na najua kwamba tukiwa hapa siku ya leo, kuna yale mambo Mungu anaenda kuzungumza kwa ajili ya maisha yako na kwa ajili ya maisha ya yule mwingine. Kuna wale tukiwa katika mlima huu, waganga na watu wengine, vitu vyao vinachomeka, virago, uchawi, mavundo, vishoka jembe, viramuli, vyote vinachomeka kwa jina la Yesu. Kwa hivyo nikiwa hapa ninajua kwamba Mungu anaenda kujibu maombi yetu kwa jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo sina shaka, kwa sababu nina Yesu ambaye amenilea, amenibeba, amenishika mkono. Na nikiwa hapa nina uhakika na huyu Mungu kwamba jinsi alivyonishika mkono, hivyo ndivyo anaenda kunitetea. Mnaona amenibeba katika hali hii, amenibeba, maana mahala nilipo ni mahali hatari. Lakini Yesu amenilea. Hata kufika hapa si rahisi wapendwa, si rahisi. Ndio ufike hapa ni gharama wapendwa. Ninajua kwamba huyu Yesu anaenda kunigharamia siku ya leo ambayo ameitenga, siku ya Jumatatu. Niko katika mlima huu kudhibitisha mapenzi ya Mungu. Watu wakajua kwamba kuna Mungu mbinguni, kuna Mungu ambaye anaenda kutenda ishara, kuna Mungu ambaye anaenda kujibu maombi yetu, kuna Mungu ambaye anaenda kusimama upande wetu. Kwa hakika Mungu anaposimama upande wetu, tunaenda kudhibitishwa kuwa kweli, na huyu Mungu anaenda kujibu maombi ya wenye haki. Hakika nikiwa katika mlima huu, nikiwa juu ya hii all mountain, Mungu anaenda kujibu maombi yako. Mpendwa, usiwe na shaka, maana najua ninapoenda kutoka hapa ni lazima Mungu atakuwa amejibu. Naenda kuwa hapa kwa muda ya masiku kadhaa. Ninajua kwamba Yesu atajibu, Yesu anaenda kutenda. Mpendwa, usiwe na shaka. Ukipenda tuombe pamoja, utanitafuta pale kwenye TikTok, utaweza kunipata, na utaweza kwenda pale kwenye profile, utaweza kupata namba zangu, na unapopata namba zangu utaweza kunitafuta kwa bio. Ninajua kwamba Mungu ataweza kutenda. Kwa hivyo ukiwa na shaka, ukiwa na magonjwa yote, Mungu anajibu katika jina la Yesu Kristo. Wapendwa, huenda una mashida zinakusumbua, huenda uzao wako unakusumbua, huenda umejaribu ndoa inakusumbua, huenda umejaribu biashara haiwezekani. Yesu anaweza wapendwa. Tunapoomba pamoja na wewe, haijalishi ni kwa njia ya simu, haijalishi ni really tutaomba pamoja. Wapendwa, haijalishi uko taifa gani, uko nchi gani, uko Marekani, uko wapi. Nataka nikwambie kwamba Yesu huyu ni wa kimataifa, na kupitia simu yako unaweza ukapata muujiza wako. Kupitia katika mawasiliano ya simu na kunena pamoja na kuomba pamoja, Mungu anaenda kuleta ushirika wa Roho Mtakatifu. Kwa hivyo mpendwa, usijali, kuna Yesu katika mlima huu, na nimemuona hapa mahali nilipo. Ni kwa msitu mkubwa sana ambao umebeba maekari maelfu, na najua kwamba hata kufika hapa ni mkono tu wa Bwana, maana kuna wanyama wengi katika mwitu huu, kuna wanyama wa aina tofauti, lakini Yesu ametukinga nao. Tuko hapa leo. Kwa hivyo wewe endelea kufuatilia channel yetu, utaweza kupata kwamba Mungu anatenda pamoja na wewe. Kwa hivyo jina la Mungu litukuzwe na lipewe sifa. Kwa jina la Yesu Kristo nimeomba.